mwekundu sana, mara nyingine unakuwa ni mweusi kupita lami, mara nyingine zile rangi zinajichanganya, lakini hawa wadudu wako hai. Hawa wadudu nilipowazidi kuwatazama nikafikiria kwamba watateketea, lakini kadiri nilivyokuwa nazidi kuwatazama walikuwa hawateketei wala hawaonyeshi hali ya kuungua. Ni sawasawa na samaki ndani ya maji. Nilipoendelea kuwatazama nikakuta wale wadudu walikuwa ni wana mfano wa wale nyoka wembamba sana. Halafu walikuwa hawana mkia. Huku walikuwa ni mdomo na huku ni mdomo, na kila mdomo mmoja ulikuwa na meno mawili. Yale meno unaweza kufananisha kidogo urefu wake sawa sawa na biki, hizi biki za kuandikia. Yalikuwa yanafanana yale meno yao. Kwa hiyo anaweza kutembelea huku na huku pia. Halafu walikuwa na pingili kama umewahi kuona, ndugu msikilizaji unayenisikiliza leo, kama umewahi kuona nge, ndivyo wale wadudu ndivyo walivyokuwa. Sasa nge ana rangi moja, lakini wale wadudu walikuwa na rangi mbili tofauti. Sehemu nyingine ni weupe na sehemu nyingine kulikuwa na rangi tofauti na ule weupe wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipoendelea kuwatazama, nimekwambia nikakuta hawateketei. Ndipo nikaamua kuuliza, nikasema samahani naomba niuliza. Akaniambia uliza. Nikasema wale wadudu ni wadudu wa aina gani? Mbona moto ni mkali kiasi hiki? Mbona hawaungui wala hawateketei? Akaniambia kwamba wale wadudu ni funza wa jehanamu. Wao hawateketei wala hawaungui. Wamewekwa humo ndani kwa ajili ya mateso ya wanadamu watakao kuja kutupa ndani ya hili ziwa. Wao hawaungui wala hawafi. Nikauliza, mbona wana rangi mbili? Ina maana zile rangi ni mapambo au ndivyo alivyoumbwa? Akaniambia kwamba zile sio mapambo. Akaniambia kwamba ile rangi unayoiona tofauti na weupe ni sumu imehifadhiwa kwenye miili yao. Akaniambia kwamba unapoyaona hayo meno yana uwezo wa kutoboa hata fuvu la kichwa cha mtu. Yakisha kutoboa yanatokeza upande wa pili. Mahali pale walipopita wanamwachia mwanadamu sumu kali inaendelea kumtesa, huku mateso ya moto yanaendelea kumtesa, na huku mauti ikiwa imekamatwa mikononi mwa Mungu. Nililia mno. Ndugu mpendwa unayenisikiliza, Mungu ni mwenye huruma. Ndio maana alimtoa Yesu aje afe kwa ajili yetu. Huruma ya Mungu ilikuwa ni kumtoa Yesu achukue adhabu yetu, abebe mateso yetu, abebe maumivu yetu, abebe mahangaiko yetu msalabani. Ndio maana Isaya anasema ya kwamba adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Ni kweli Mungu ana huruma, lakini kumbuka ya kwamba kabla ya kizazi hiki kilikuwepo Sodoma na Gomora. Walipokwenda kinyume na Mungu waliteketezwa. Kilikuwepo kipindi cha Nuhu. Walipokwenda kinyume na Mungu waliteketea. Lakini leo bado dunia imejaa huruma ya Mungu. Si kana kwamba kukuhurumia unapotenda dhambi. Huruma ya Mungu anapokuhurumia unapokuwa duniani, unapomkubali ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, yeye anashuka kwa ajili ya kukuhurumia. Lakini si utakapoondoka duniani. Na kuna wengine tumefundishwa imani potofu ya kwamba mtu unaokoka ukisha kufa. Watu wanasema duniani hakuna wokovu, ukisha kufa ndipo unapookoka. Inawezekana umefundishwa, huwezi ukaziba sikio. Lakini Biblia ninayoisoma inasema baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo ni hukumu. Utakapotoka duniani unakwenda kuambiwa ulifanya nini duniani. Hakuna wakati wa kusema Mungu nihurumie. Wakati huo uko hapa. Hayo ni mafundisho ya kipepo. Na wengine wanafundishwa ya kwamba ukifa katika dhambi, waliobaki hai wana uwezo wa kutolea sadaka, wa kuombea ili utoke kwenye mateso. Hayo ni mafundisho ya kipepo Ibilisi ameinua ili kuendelea kuua watu. Hakuna sadaka itakayokutoa jehanamu kama umeingia. Hakuna sadaka itakayokutoa kwenye mateso. Hakuna sadaka hata kama watu wangelijiua. Sadaka ya mwanadamu au sadaka ya mnyama haiwezi kukutoa kwenye mateso ya jehanamu. Ninasema hiki nilichokiona, wengi wangeliweza kutoka. Sadaka iliyo thabiti ni ile ambayo Yesu Kristo alimwaga damu yake msalabani. Unapomwambia Yesu mimi ni mwenye dhambi, Biblia inasema ya kwamba hawezi kuzikumbuka. Hata kama dhambi zako zilikuwa ni nyekundu sana, anaziosha zinakuwa nyeupe. Lakini ni duniani, sio baada ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoendelea kulia namna hiyo, nikakumbuka neno moja. Nikaomba, nikasema naomba niulize. Akaniambia uliza. Nikamwambia mbona duniani tunaambiwa ya kwamba jehanamu kuna watu
watu wanaoungua. Mbona jehanamu hii sioni watu? Akaniambia kwamba mnafundishwa kweli, lakini tambua ya kwamba Mungu alipokuwa anatengeneza jehanamu, hakutengeneza jehanamu kwa ajili ya mwanadamu au yeyote yule. Jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Jehanamu iliumbwa kwa ajili ya shetani na malaika zake walioasi. Kama Mungu angelijua ya kwamba jehanamu itakuja kuwekwa watu, basi Mungu angelipunguza mateso. Isingelikuwa kama unavyoiona. Maana Mungu ana huruma kwa mwanadamu. Mungu anamjali mwanadamu. Angelipunguza mateso. Lakini Mungu alipotengeneza jehanamu, hakutengeneza kwa ajili ya mwanadamu. Alitengeneza kwa ajili ya shetani na malaika zake. Yule mtu akaendelea kuniambia akasema hivi, lakini shetani sasa kwa sababu yeye amekosa mbingu, kwa sababu yeye amekosa kupaingia patakatifu. Maana Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni malaika. Uzuri wa mbinguni aliujua, raha ya mbinguni alijua, majengo yalivyo kule na amani iliyoko kule ameijua. Hivyo alichokikosa yeye, akatamani hata mwanadamu mwingine akikose. Akashuka huko duniani alipotupwa baada ya ile ole, akaanza kuwadanganya wanadamu kwamba kama mimi nimekosa, basi na hawa pia wakose wakaingia jehanamu. Akaniambia kwamba wale watu, kama nilivyokuambia, jehanamu haijaumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Wale watu sasa wanaokufa katika dhambi wanahifadhiwa sehemu ya mangojeo, wanamsubiri shetani aliyewadanganya. Ukifika muda wake wa kwenda kukamatwa duniani na kuja kutupwa ndani ya hili ziwa, ndipo wale wote waliomfuata watakapokuja kutupwa ndani ya hili ziwa. Lakini si kabla ya ibilisi kutupwa, ili Mungu anadhihirisha ya kwamba haikuumbwa jehanamu kwa ajili ya mwanadamu. Jehanamu haikuumbwa kwa ajili yako, iliumbwa kwa ajili ya ibilisi. Sasa kama iliumbwa kwa ajili ya ibilisi, ni sharti yule aliyetengenezewa aingie kwanza. Likaniuma sana ya kwamba Mungu anakupenda. Hakutengeneza ile jehanamu kwa ajili yako mpendwa. Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Hata kama wewe ni kahaba, hata kama wewe ni mzinzi, hata kama wewe ni mchawi, hata kama wewe ni jambazi, huruma ya Mungu ipo. Ili Mungu analithibitisha hili kwa sababu anasema sitazikumbuka dhambi zako. Ameshusha msamaha ili kwamba usiingie katika lile ziwa. Mpendwa, ninaomba Mungu akusaidie. Anipe kauli nzuri na mimi pia nikueleze. Maana sipati kauli nzuri ya kukueleza kama vile nilivyoona. Inawezekana nikashindwa kukuletea ujumbe kwa sababu sioni neno zuri la kukuletea ili uelewe. Lakini Roho wa Mungu akusaidie kuelewa kama vile nilivyoona. Sina lugha ya kukueleza. Nikalia kwa uchungu mno. Nikalia mno baada ya kuona wanadamu tupo chini ya jua, lakini bado hatujaujua upendo wa Mungu. Hatujaelewa Mungu jinsi anavyotusitiri. Lakini kuna mateso yanayotisha rafiki. Usitegemea kwamba utakapokufa watu wataomba. Ninarudia tena, usitegemea kwamba watu watatoa sadaka ili kwamba uweze kutoka jehanamu. Haipo mpendwa. Watu wengi wameferi. Mungu akusaidie kunisikiliza ili ujue kilichoko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa ninaendelea kulia na mateso mengi, akanitoa hiyo sehemu, akasema twende nikupeleke sehemu ya mangojeo. Tukaondoka tukawa tunaelekea upande mwingine. Tulipokuwa tunaelekea upande mwingine, huku mwili wangu umeishiwa nguvu, umenyong'onyea. Tukafika sehemu moja, tukawa tumesimama kama kwenye mwinuko hivi. Tukawa tunatazama bondeni. Lile eneo nilipokuwa nimesimama ulikuwa ni mwinuko, pamoja na yule mtu aliyekuwa akinitembeza. Tukawa tunaangalia lile bonde. Mara ya kwanza sikuona kitu ndani ya lile bonde. Maana lile bonde lilikuwa limefunikwa na giza zito mno. Giza limetanda kama samli juu ya maziwa. Giza zito lisiloweza kuepukika kwa mwanga wowote ule. Tukiwa pale juu, nikasikia sauti za watu zinalia kupita kawaida, zikitoka ndani ya lile shimo lenye giza. Nikaona kama mtu ananikata kwenye utumbo wangu. Biblia imezungumza neno moja ya kwamba katika ile sehemu ya mateso watu wanalia kilio cha kusaga meno. Sijajua kama msikilizaji wangu umewahi kujiuliza ni kilio gani cha kusaga meno. Inawezekana ukalichukulia neno hili, lakini nakwambia tangu mbingu na nchi kuwepo, hakuna mwanadamu aliyewahi kulia kilio kama wanacholia kwenye ile sehemu. Wanalia kilio cha kutisha mno. Kilio
hakina matumaini, kilio kisichokuwa na faraja ndani, kilio kisichokuwa na tumaini hakipo. Ndipo tukaanza kuteremka kwenye lile bonde. Tulipokuwa tunateremka kwenye lile bonde, lile giza likaanza kujivuta. Lile giza lilipokuwa likijivuta likaondoka, lile giza likaenda mbali kabisa. Tukiwa pale juu nikakuta kule chini mabilioni kwa mabilioni, watu wasiokuwa na idadi, wengi kama mchanga wa baharini, matajiri kwa maskini, waliosoma kwa wasiosoma, watu wazuri kwa wabaya, kama vile yani wa kila aina, mataifa na mataifa, makabila na makabila, waliokwenda kinyume na mpango wa Mungu. Biblia inasema Mungu hadhihakiwi. Chochote upandacho ndicho utakachokivuna. Na watu wengi wanapojifikiria ya kwamba wakiingia kwenye Ukristo au kwenye dini fulani, kwenye imani fulani, wanajiona ya kwamba wameingia kwenye maficho. Ndugu mpendwa, ninaomba nisikilize. Ninaomba nisikilize na Roho Mungu akusaidie kuyaelewa haya ninayokwenda kuyafanya. Akili ya mwanadamu siku zote inapenda kusikiliza faraja. Akili ya mwanadamu inapenda kusikiliza ya kwamba tutaingia kwa neema. Akili ya mwanadamu siku zote inapenda kusikiliza ya kwamba hakuna mtu anayeweza kushinda dhambi. Ndivyo ninavyopenda kusikiliza. Maana Ibilisi amevuvia uongo huo. Lakini mimi ni tofauti mpendwa. Ninakuambia kile ambacho Yesu alisema ya kwamba wengi watataka kuingia lakini wasiweze. Biblia imesema jitahidini kuingia, maana mlango ni mwembamba na njia imesonga na waionao ni wachache. Inawezekana hujawahi tangu kuzaliwa kukutana na maneno kama haya, lakini ninakueleza kile nilichokiona, maana nisipokueleza mpendwa nitadaiwa damu yako mikononi mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu walikuwa ni wengi, wanalia. Lile giza lilikuwa ni zito. Hakuna mwanadamu mwenye kuonana na rafiki yake. Hakuna kutiana faraja ya kwamba mpendwa tujitie moyo, ya kwamba ndugu vumilia. Giza limewatenganisha, kila mmoja na mateso yake, kama siku ulivyozaliwa. Kama siku ulivyozaliwa, kila mmoja na mateso yake. Hakuna faraja ya kwamba tutafarijiana, tutatiana moyo. Hakuna mpendwa. Faraja zipo duniani, faraja zipo chini ya jua, lakini kule hakuna faraja. Ninakueleza, anasema tena, nitaendelea kusema ya kwamba ninakueleza kile nilichokiona. Lazima nikueleze ili kwamba ukichagua kwenda huko ni sawa, lakini uende baada ya kusikia. Usifikiria kwamba unaambiwa maneno ya uongo, kunywa kidogo, huwezi ufanya uzinzi kidogo au iba kidogo. Na kuambia mpendwa nisikilize ili ujue huko mbele kuna nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo tukaanza kushuka lile bonde. Tulipokuwa tunashuka lile bonde, nimekwambia limeshona watu msongamano. Lile bonde hakuna hali yoyote ya matumaini. Bonde la kukata tamaa. Watu wanalia, hakuna faraja, hakuna matumaini, hakuna neema. Ni mateso na uchungu usiopimika. Na lile bonde kulikuwa hakuna hali yoyote ya ukijani kibichi. Kulikuwa hakuna hali yoyote ya maji. Ni hali ya ukame hujapata ona. Ni hali ya ukame. Ni bora ukutane na jangwa lililoko chini ya jua kuliko jangwa lililoko kule. Ni mateso mno. Nataka nikwambie mpendwa, unapotembea duniani ukaona miti, ukaona maji, ujue ni neema ya Mungu haijaondolewa. Mungu anakujali. Neema ya Mungu ipo, lakini si eneo lile. Nilipofika pale chini pa wale watu, nikakuta wale watu hakuna mweupe, hakuna maji ya kunde, hakuna. Wote ni wamekuwa ni weusi kupita masizi, ni weusi kupita mkaa. Wanalia ndimi zao, kila mmoja awe mrefu awe mfupi, ulimi wake umevutwa unafika karibu na kifua chake, unafika kifuani pake. Kila mmoja ulimi wake unafika kwenye kifua. Nikaogopa. Nikauliza, nikasema samani naomba niulize. Kaniambia uliza. Nikasema mbona hawa watu ndimi zao zimevutwa namna hiyo? Kwa nini? Akaniambia kwamba unapoona hii sehemu hakuna maji, unapoona hii sehemu hakuna hali yoyote ile itakayowaletea maji ili waondokane na kiu. Halafu kiu walionayo sio sawa na kiu iliyoko duniani. Kiu walionayo ni kiu ya mateso. Wanavyolia usiku na mchana, likidondoka tone moja la machozi